Kumeendelea kuzuka kwa mambo kadha wa kadha, ikiweza kudaiwa kwamba huyu sio mwanajeshi kamili na aliyekuwa active kama inavyosemekana katika mitandao, kwa sababu kwa takwimu na rejea zilizoweza kutunufaisha zaidi ni kwamba hakuna mwanajeshi aliyekuwa na ndevu. Yani imetumika kama moja kati ya pointi ambayo imetake overall, na kwa wale waliowahi kupitia jeshi, ama pia nikizungumzia kwa wale ambao tayari walishawahi kupitia JKT, wanafahamu na wanaelewa ni kwa namna gani ambavyo kumekuwa na ile misingi. Na ndio maana kiuhalisia unaweza kujiuliza, je, kuna mwanajeshi ambaye una picha yake na uthibitisho wake kwamba ana ndevu? Sasa inakuwaje mwamba Kapteni John Charles Tesha kwa nambari 58 A1, kikosi ambacho tayari kina msadifu kwamba yeye ni moja kati ya wakufunzi wa anga kwa Air Force ya SAC, na jinsi ambavyo imeweza kumtambulisha na mpaka hivi sasa ikiweza kuwafanya Watanzania waweze kumuelewa zaidi. Ishu ambayo mpaka hivi sasa inayoendelea katika mitandao ya kijamii mara baada ya mwamba El Capitano huyu, tulizoea kuwaona baadhi ya El Capitano kutokea nchi ya Burkina Faso akiwemo Rais Ibrahim Traore, lakini kwa hivi sasa kumekuwa na majina ya utani kwa huyu mwamba Kapteni John Charles Tesha, ambaye ameweza kuchukua kijiji chake cha kuweza kufuatilia na kuweza kumwangalia kwa namna gani ambavyo anazungumza, huku akiweza kutoa kauli rejea kuhusiana pia na yote yanayoendelea, na akiweza kusisitiza kwamba kabla ya tarehe 29 ya Oktoba, kama hakutakuwa na mabadiliko ya aina yoyote, yeye yuko tayari kurejea tena kuzungumza, na kama alivyosisitiza kwamba yeye haogopi kifo, kwa sababu kama ameamua kuchagua kuwa mwanajeshi, manake aliamini na alijua kwamba kuna kifo. Kwa hiyo yeye kuhusu kuogopa hatari yoyote inayoweza kumkumba, anachozingatia, anachojua yeye ni kwamba tu Tanzania ni nchi ya amani. Tanzania kwa sasa hivi inabidi iweze kuchukuliwa na kuwa mikononi mwa jeshi la wananchi. Sasa hapo akiweza kuzungumza kwamba kazi ya mwanajeshi ni kulinda pia katiba na kuhakikisha kabisa kwamba wananchi wanalindwa na kuongoza vyema kabisa, ya kuto kupindukia na kuto kuharibu na kuingia kwenye mchafuko wa katiba ya taifa la Tanzania. Sasa ni mambo ambayo yanaendelea kukua kwa kasi sana katika mitandao ya kijamii na kuzua taharuki na sintofahamu za hapa na pale, huku wengine wakisema kwamba huyo ni mwanajeshi feki. Yani kila mmoja amekuwa akizungumza kwa upande wake kutokana pia na vile anavyoamini, kwamba wengi walidhani kwamba ilikuwa ni AI ya kutengenezwa, lakini cha ajabu huwezi kuona AI ikiwa imeingia live. Kwa hiyo mambo ni moto, mambo ni super.